Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya mchana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ni neno lililoachiliwa kwa mitume kabla Yesu kupaa. Akawaahidi ya kwamba watapokea nguvu, wasitoke Yerusalemu wala wasiende kufanya kazi ambayo ilikusudiwa wao waifanye mpaka watakapopokea nguvu. Halafu akasema watapokea nguvu akisha kuajilia juu ya Roho Mtakatifu. Halafu akasema kutoka hapo sasa mtakuwa mna nguvu ya kuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo tunahitaji nguvu kwa ajili ya kila jambo kwenye maisha yetu, iwe ni la kiroho ama ni la kimwili. Tunahitaji nguvu. Yesu alipokuwa akiongelea nguvu baada ya kuwa wamejiliwa na Roho Mtakatifu, hakumaanisha nguvu za rohoni tu. Alimaanisha nguvu za rohoni na nguvu za mwilini. Hapo ulipo katika kazi yako unahitaji nguvu ya rohoni. Katika kufanya kazi yako unahitaji na nguvu za mwilini kwa maana ya afya njema. Unahitaji nguvu za rohoni katika kufanya biashara yako ili uweze kutawala soko katika ulimwengu wa roho, lakini unahitaji nguvu za mwilini kuweza kufanya kazi katika kuyatimiza mambo yote katika biashara yako. Katika mawazo yako unahitaji nguvu. Mawazo yako yapewe nguvu za rohoni, lakini pia mawazo yako yapewe nguvu za mwilini, kwamba unapoyawakilisha yasikike katika ile nguvu isiyo ya kawaida. Unahitaji nguvu katika kila jambo, lakini hiyo nguvu inaainishwa ya kwamba ni nguvu itakayotokea kwako baada ya kuwa umejiliwa juu yako na Roho Mtakatifu. Ninamuomba Roho wa Bwana akujaze nguvu zake mchana wa leo, ili upate kuyafanya mambo yote katika nguvu za rohoni na nguvu za mwilini. Iwe unafanya biashara, iwe umeajiliwa, iwe ni kazini kwako, iwe ni mahali popote, iwe ni kwenye mradi yako, Bwana akupe nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana akujaze nguvu zake mchana wa leo, ili upate kufanya mambo katika roho, katika ile nguvu ya rohoni na nguvu ya mwilini. Nataka niombe. Roho Mtakatifu, asante kwa maana uwepo wako unaenda kumfurika kila anayenisikia wakati huu. Ukampe nguvu katika roho na nguvu za mwilini, aweze kuyafanya yote aliyokusudia kuyafanya, iwe ni kwenye miradi, kwenye biashara, mahali alipoajiliwa, ama kwenye decision making yoyote anaenda kuifanya, anapoenda kufanya maamuzi wa yoyote. Baba, ninaomba umpe nguvu za rohoni na nguvu za mwilini kuweza kufanya maamuzi yaliyo sawa sawa. Baba, ninaomba ukampe nguvu zako Roho Bwana mtoto wako aliyekata tamaa. Nguvu zako Roho Bwana, atakapopokea nguvu kisha kumjilia wewe Roho Bwana, ataacha kukata tamaa, atavalishwa nguvu ya kusonga mbele. Baba, natangaza nguvu zako ziende zimfurike mtoto wako huyu kama vile bahari inavyofunikwa na maji. Mungu aliye hai, ukamfunike mtoto wako huyu kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki sana na uwe na mchana mwema. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa 0713 84 21 23. Amen.